Je, kunywa pombe ni dhambi? Wako watu wengi duniani nyakati hizi ambao wamekuwa wanatafuta kuhalalisha kunywa pombe kwa namna nyingi mbalimbali, na hata kwa kutumia maandiko. Na kama hatuijui vyema Biblia, ni rahisi kupotoshwa na watu hawa. Wengi katikati ya watu hawa wamekuwa wakisema pombe ni halali kwa sababu Yesu Kristo mwenyewe alibadilisha maji kuwa divai katika harusi ya Kana ya Galilaya. Katika Yohana sura ile ya 2 mstari ule wa 1 mpaka mstari wa 11 tunaona juu ya habari hiyo. Yesu Kristo alikuwa katika harusi hiyo ya Kana ya Galilaya, na hapo divai iliyokuwa inatumika ilikwisha, na akabadilisha maji kwa divai kwa muujiza mkubwa. Tena maji hayo yaliyopata kuwa divai yalileta divai iliyo njema, iliyo nzuri zaidi kuliko ile ya kwanza. Na watu hao wanasema kama Yesu mwenyewe alibadilisha maji kuwa pombe, basi ni halali kwetu kunywa pombe. Lakini ni kweli Yesu alibadilisha maji kuwa pombe? Jibu ni la. Katika Yohana hiyo sura ile ya 2, ufunguo wa mistari hiyo, tukitaka kujua kwamba ilikuwa ni pombe au la, tunaupata katika mstari wa 11. Yohana sura ya 2 mstari wa 11 tunasoma, mwanzo huo wa ishara Yesu aliufanya huko Kana ya Galilaya, akaudhihirisha utukufu wake. Sema wote, akaudhihirisha utukufu wake. Na wanafunzi wake wakamwamini. Unaweza kuona maandiko nasema kwa kubadilisha maji kuwa divai aliudhihirisha utukufu wake. Ni muhimu kuelewa nyakati hizi za Biblia watu walikuwa wanaelewa nini maana ya kuudhihirisha utukufu. Kulikuwa na mambo mawili, utukufu au aibu. Na maandiko yaliyojulikana kabisa nyakati hizo ni kwamba kama mtu yeyote angempa jirani yake kileo, asingekuwa ameudhihirisha utukufu hapo, lakini angekuwa ameidhihirisha aibu yake. Maandiko yanasema waziwazi, mtu anayempa jirani yake kileo ni ole kwake, na hakuna utukufu wowote unaoambatana na tendo hilo, bali ni aibu. Habakuki sura ya 2 mstari wa 15 mpaka 16 tunasoma, ole wake yeye ampaye jirani yake kileo. Wewe utiaye sumu yako na kumlevya pia, ili kutazama uchi wao. Umejaa aibu badala ya utukufu. Tuseme wote, umejaa aibu badala ya utukufu. Unywe nawe uwe kama mtu asiyetahiriwa, kikombe cha mkono wa kuume wa Bwana kitageuzwa ukipokee. Kikombe kinachozungumzwa hapo ni kikombe cha mateso, kikombe cha mapigo, kikombe cha hukumu, kitageuzwa ukipokee, na aibu kuu itakuwa juu ya utukufu wako. Unaweza kuona andiko naeleza waziwazi hapa, au yote ambaye anampa jirani yake kileo hakuna utukufu kwake, ni aibu. Tena kikombe cha ghadhabu ya Mungu kitashuka kwake. Lakini maandiko yanasema Yesu Kristo alipobadilisha maji kuwa divai, aliudhihirisha utukufu wake, sio aibu yake, na wanafunzi wake wakamwamini. Unaweza kuona. Kwa hiyo ni dhahiri kwamba hii haikuwa pombe.
kama tutavyoweza kuona baadaye kidogo. Sasa basi, Biblia inaeleza waziwazi, inatueleza moja kwa moja katika maandiko kwamba hatutakiwi kunywa mvinyo, hatutakiwi kuwa miongoni mwao wanywao mvinyo au kileo chochote. Biblia inasema katika Mithali sura ya 23, Mithali 23 mstari wa 20, usiwe miongoni mwao wanywao mvinyo. Angalia maneno hayo, usiwe miongoni mwao wanywao mvinyo. Sio swala la kulewa, ni swala la kunywa kabisa. Hawa yote ambaye anazungumza kwamba tunaruhusiwa kunywa pombe mradi tusinywe sana, ni sawa sana mtu ambaye anasema tunaruhusiwa kufanya uasherati mradi isiwe sana. Hamna tofauti. Iwe miongoni mwao wanywao mvinyo. Mambo ya Walawi sura ya 10, Mambo ya Walawi sura ya 10 mstari wa 9, usinywe divai wala kileo chochote, wewe wala wanao pamoja nao, hapa mwingiapo ndani ya hema ya kukutania, ili kwamba msife. Amri hii itakuwa ni amri ya milele katika vizazi vyenu. Usinywe divai wala kileo chochote. Sasa basi, baada ya kufahamu juu ya maandiko haya yanayozungumza wazi wazi kwamba hatutakiwi kuwa miongoni mwao wanywao mvinyo, hatutakiwi kuwa miongoni mwao wanywao divai wala kileo chochote. Hapa sasa tunakutana na maandiko yenye utata katika Biblia zetu, ambayo watu wanajaribu kuhalalisha pombe huyatumia. Na kama wanafunzi wa Biblia hatuna budi kuelewa kwa nini maandiko haya yapo na yanazungumzia nini basi kama pombe haijahalalishwa kwa maandiko haya. Miongoni mwa maandiko hayo ni haya yafuatayo. Kumbukumbu la Torati sura ya 14 mstari wa 26. Hapa tunasoma, na zile fedha zitumie kwa chochote itakachotamani roho yako, ng'ombe au kondoo au divai au kileo. Angalia maneno hayo, na zile fedha zitumie kwa chochote itakachotamani roho yako. Miongoni mwa vile vinavyotajwa kuna ng'ombe, kuna kondoo, lakini kunatajwa tena au divai au kileo au roho yako itakacho kwako chochote, nawe utakula huko mbele za Bwana Mungu wako, tena furahi wewe na nyumba yako. Andiko jingine lenye utata tunalipata katika Mwanzo sura ya 27, Mwanzo 27:28. Tunasoma, Mungu na akupe ya umande wa mbingu na ya manono ya nchi na wingi wa nafaka na mvinyo. Angalia maneno hayo, Mungu akupe mvinyo. Mhubiri 9 mstari wa 7 tunasoma, wewe enenda zako, ule chakula chako kwa furaha, unywe mvinyo yako kwa moyo wa kuchangamka, kwa kuwa Mungu amekwisha kuzikubali kazi zako. Enenda zako, unywe mvinyo yako kwa moyo wa kuchangamka, kwa sababu Mungu amekwisha kuzikubali kazi zako. Unaweza kuona maandiko hayo sasa yana maana gani?
Ni muhimu kwa kila mmoja wetu kufahamu kwamba Biblia zetu katika lugha ya asili hazikuandikwa katika Kiingereza au Kiswahili, lakini Agano la Kale lililetwa kwetu kwa lugha ya asili ya Kiebrania, na Agano Jipya sehemu kubwa lililetwa kwetu kwa lugha ya asili ya Kiyunani. Lugha ya Kiebrania kama ilivyo lugha ya Kiyunani ni lugha zenye msamiati mkubwa sana, ni lugha zenye hazina kubwa sana ya maneno, na ni tofauti sana na Kiswahili ambapo tunapata shida sana kutofautisha kati ya kitu kimoja na kitu kingine, kwa sababu ya uhaba wa maneno katika lugha yetu, tofauti na lugha ya Kiebrania au Kiyunani. Na hivyo kwa mwanafunzi wa Biblia anapokutana na utata katika maandiko, inakuwa rahisi kwake kujifunza kutoka katika lugha hizi za asili za Kiebrania na Kiyunani ili kupata kujua hasa maana ambayo haiko wazi katika lugha husika yenye utata. Katika Kiebrania kwa mfano, wao walikuwa na katika lugha hiyo ya Kiebrania kuna maneno 10 ambayo katika Biblia zetu za Kiswahili yanatafsiriwa tu kiholela holela sana kwamba ni divai, mvinyo, kileo, na hakuna kitu cha ziada sana, kasoro sehemu chache tu ambapo unaweza kuona kidogo kuna tafsiri ambayo inaweza kuleta mwanga fulani kwamba kinachozungumzwa ni nini. Neno mojawapo katika maneno haya 10 ya Kiebrania ni Tayrosh. T-I-Y-R-O-S-H. Tayrosh. Tayrosh ni juice iliyokamuliwa kutokana na zabibu, ambayo sehemu nyingine kidogo watafsiri hawa wamejitahidi kuweka neno divai mpya, ile divai ambayo haijachachuka, ile juice ya zabibu ambayo haijachachuka na kuwa pombe, ile ambayo bado ni juice tu fresh, inaitwa katika Kiebrania Tayrosh. Mahali popote katika Biblia yako maandiko kadha wa kadha ambayo yanatajwa Mungu akiwaeleza watu wake kupeleka zaka ya divai. Zaka ya divai. Tukiona mahali popote maandiko yanasema Mungu anawaambia watu walete zaka ya divai au chochote cha namna hiyo ndani ya nyumba ya Mungu, divai inayozungumzwa hapo ni Tayrosh, juice ya zabibu ambayo ni fresh, ambayo sehemu nyingine katika maandiko katika Biblia zetu za Kiswahili inataja waziwazi kwamba ni divai mpya. Mithali sura ya 3 mstari wa 10. Tunaona maandiko hayo ambayo watafsiri katika Kiswahili amejaribu kiasi fulani kuweka ufafanuzi huo. Mithali sura ya 3 mstari wa 10. Hapa tunasoma Mithali 3 mstari wa 10. Ndipo ghala zako zitakapojazwa kwa wingi, yani kwa nafaka, na mashinikizo yako yatafurika divai mpya. Kumbe nafaka iliyozungumzwa na Yakobo, nafaka iliyotajwa pamoja na mvinyo, nafaka iliyotajwa pamoja na divai ni divai mpya, ni juice ya zabibu ambayo tunaweza kuinywa kama tunapoweza kunywa soda yoyote. Hiyo ni Tayrosh. Sasa 65 mstari wa 8, Bwana asema hivi:
kama vile divai mpya ipatikanavyo katika kichala, na mtu mmoja husema usikiharibu, kwa maana mna baraka ndani yake, ndivyo nitakavyotenda kwa ajili ya utumishi wangu, ili nisiwaharibu wote. Divai mpya inaitwa hapa baraka. Hiyo ndio baraka ya Yakobo. Ni divai mpya, ni juice fresh ya zabibu. Hiyo ni Teirosh. Katika andiko kwa mfano la Kumbukumbu la Torati sura ya 12 mstari wa 17 tunaona juu ya zaka ya divai. Mahali popote ambapo Mungu anazungumzia juu ya zaka ya divai, anazungumzia zaka ya Teirosh, zaka ya juice ya zabibu. Hiyo ndio inayoitwa baraka. Ni baraka kuinywa Teirosh, sio ole. Neno jingine la Kiebrania linalotumika kuzungumzia juu ya mvinyo, divai na kadhalika ni yayin, Y-A-Y-I-N, yayin. Yayin ni neno ambalo linatumika kwa ujumla wake, ambalo sehemu nyingi linatafsiriwa tu hivyo, mvinyo, divai, basi linatafsiriwa hivyo katika Biblia zetu, mvinyo, divai. Na hii yayin inazungumzia divai au mvinyo ambao uwe umekwisha chachuka au hujachachuka. Ile jumla ya divai iliyochachuka pamoja na ile isiyochachuka, hili ni neno tu la ujumla wake ambalo huwa linatumika hivyo, yayin. Lakini mahali popote ambapo tunaona Mungu akiwaambia watu walete zaka ya divai, halitumiki neno hilo yayin katika lugha ya asili ya Kiebrania, na ni Teirosh inayotumika. Lakini katika hii yayin sasa tunakutana na divai sasa, ambayo hii ndio inayoitwa kileo. Sehemu nyingine katika Biblia zetu za Kiswahili pale lilipo neno yayin imewekwa vizuri hapa kwamba inazungumziwa kileo. Kwa mfano katika Isaya 5 mstari wa 11, ole wao waamkao asubuhi na mapema wapate kufuata kileo. Neno hilo kileo ni yayin.